tunaagizwa tuitunze siku ya Sabato ya siku ya saba, lakini Sabato ya upatanisho ilikuwa inaweza ikatajwa na Mungu kwamba iwe kuanzia labda tarehe 15 ya mwezi wa saba au tarehe yoyote aliyopenda Mungu. Na ndio maana katika fungu hilo anataja ya kwamba siku ya kenda, yaani siku ya 9 ya mwezi huo huo itakuwa ni Sabato. Kwa hiyo kuna Sabato ya siku ya saba na kuna Sabato za upatanisho. Wapendwa, Sabato inayotajwa katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16 ilikuwa ni Sabato ya upatanisho. Ngoja niwaambie jambo moja. Jambo lingine linalopatikana pale nalo nimalizie fungu la 36. Tumeangalia Sabato, tumeangalia sikukuu. Katika Wakolosai nimekuambia kuna mambo matano. Kuna sikukuu, kuna mwandamo wa mwezi, kuna Sabato, kuna vyakula, kuna vinywaji. Twende tuangalie jambo lingine katika fungu la 36. Mambo ya Walawi 23 fungu la 36. Naam, Bwana anasema hivi, ndio, mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto siku 7. Mtamsongezea Bwana kwa moto siku 7, hiyo sadaka ya kuteketeza. Siku ya 8 kutakuwa ni kusanyiko takatifu kwenu. Ndio, nani mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto. Ndio, ni mkutano wa makini huu. Msifanye kazi yote ya utumishi. Ndio. Kwa hiyo Biblia inataja, inaripoti ya kwamba siku hiyo itakuwa ni kusanyiko pia takatifu, sikukuu ya kumsongezea Bwana sadaka ya kuteketezwa. Hiyo ni sikukuu. Ndizo sikukuu ambazo tutaziangalia vizuri. Kwa nini Wakolosai inataja habari ya sikukuu? Fungu la 37 tuangalie jambo lingine. Mambo ya Walawi 23:37 na Bwana anasema hivi, ndio, sikukuu za Bwana ni hizi, ndio, ambazo mtazipigia mbiu ya kuwa ni makusanyiko matakatifu, ili kumsongezea Bwana sadaka kwa moto, sadaka ya kuteketeza na sadaka ya unga na zabihu na sadaka za kinywaji, kila sadaka kwa siku yake. Ndio. 38. Zaidi ya hizo sabato za Bwana na zaidi ya matoleo yenu na zaidi ya hizo nadhiri zenu zote na zaidi ya sadaka zenu za hiari ambazo mwampa Bwana. 39. Lakini siku ya 15 ya mwezi wa 7, hapo mtakapokuwa mmekwisha kuyachuma mavuno ya nchi, mtaweka sikukuu ya Bwana muda wa siku 7. Siku ya kwanza kutakuwa na kustarehe kabisa. Asante sana. Siku ya 8 kutakuwa na kustarehe kabisa. Bwana asifiwe. Amina. Sasa nizungumzie sasa kwamba kesi ilikuwa inamhusu nani mpaka Paulo awaambie watu ya kwamba mtu asiwahukumu ninyi. Naomba unisikilize vizuri. Wakati Yesu Kristo amekuja na kuja kutoa mwili wake pale msalabani, yeye ndiye akawa upatanisho kwa dhambi za wanadamu wote duniani. Akawa ndiye sadaka ya pekee ya kuteketezwa. Yesu Kristo ndiye akasimama badala ya kondoo na makafara. Na hiyo unaipata katika Waebrania sura ile ya 10 na ule mstari wa 10. Waebrania sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Naomba msomaji uweze kusoma hapa. Biblia inasema nini hapa? Kitabu cha Waebrania sura ile ya soma, anza sura ya 9 mstari wa 10 pale. Waebrania sura ile ya 9 fungu la 10. Fungu la 10 nasema hivi. Naam. Kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili tu. Kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili tu. Vyakula na vinywaji na kutawaza kwingine. Vyakula na vinywaji na kutawaza kwingine. Zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Endelea. Fungu la 11. Naam. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, na kubwa kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono. Maana yake ndio
iliyo ya ulimwengu huu. Sasa Biblia inaripoti ya kwamba sadaka zile za vinywaji, sadaka za makafara ya wanyama, sadaka ambazo zilikuwa zinatolewa hekaluni, ambayo zilikuwa zinahusisha pia makusanyiko hayo ya siku ya yale sabato ambazo zilikuwa ni sabato za siku ya 9, sabato za siku ya 15, sabato za siku ya ngapi ambazo ziliamriwa. Biblia inasema hizo zilikuwa zinamlenga Kristo mwenyewe, ambaye akiisha kuja mambo hayo sasa hayana maana tena. Sasa Waibrania sura ya 10 na ule mstari wa kwanza, endelea kusoma pale kwenda pale chini, ili tuangalie jinsi Kristo sasa alivyokwenda kuyatimiliza hayo sasa ambayo yalikuwa ni torati yakimwashiria yeye. Karibu Bwana. Neno la Bwana katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 10 kwanza. Waibrania sura ya 10. Waibrania sura ya 10 mstari wa kwanza na kuendelea hapo. Neno la Bwana linasema hivi. Naam. Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuja, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima. Kumbe torati ukisikia mahali popote unaambiwa torati ni kivuli, habari ya torati ilikuwa inahusisha habari ya makafara na dhabihu zile zile walizokuwa wanazitoa. Endelea. Haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Haiwezi kuwakamilisha, yani haikuwakamilisha wowote waliokaribia. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Fungu la 3. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi la kila mwaka. Fungu la 4. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Maana haikuwezekana damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi za wanadamu. Fungu la 5. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni, huyu Yesu Kristo anapokuja ulimwenguni anasemaje? Dhabihu na toleo hukutaka. Dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Lakini mwili uliniwekea tayari. Yesu anasema maana dhabihu na vitu vingine vilivyokuwa vinatolewa, Baba wa mbinguni hakutaka kuwakamilisha wanadamu kwa hivyo, bali mwili uliniwekea tayari. Yesu Kristo anaongea hivyo. Twende mbele. Fungu la 6 anasema hivi. Naam. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Naam. Fungu la 7 ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Biblia inasema tazama nimekuja katika gombo la chuo ambalo nimeandikiwa ili niyafanye mapenzi yangu. Malizia mstari huo. Mstari ule wa 8. Ndio ninasema hivi. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru torati. Fungu la 9. Ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Na hapa anajibu maswali ambayo watu wengi hujiuliza wanaposoma kitabu cha Waebrania sura ya 4 na sura ya 8 linaloeleza habari ya agano. Watu wengi husema Wasabato wao wanashika agano la kale, hawashiki agano jipya, na wanafikiri agano, ukitamka habari ya Sabato ya siku ya 7 wanafikiri ni kushika agano. Lakini Biblia inataja ya kwamba hapo asemapo agano, maana yake Yesu alipokuja duniani alikuja kuondoa agano la kwanza na kuweka agano jipya. Naomba usome ile fungu vizuri na ulikamilishe katika fungu hilo la 9. Itarudia katika kitabu cha Waebrania sura ya 10. Naam. Fungu la 9 nasema hivi. Ndio. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza. Aondoa agano hilo la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Kusudi alisimamishe agano la pili. Fungu la 10. Ndio.
katika mapenzi hayo, na katika mapenzi hayo mmepata utakaso, kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kumbe Agano la Kale lilikuwa linahusisha makafara, upatanisho kwa njia ya makafara. Biblia inaposema aondoa la kwanza na kuweka la pili, anamaanisha ya kwamba Yesu Kristo amekuja kuondoa agano la makafara, ambayo hayo yalikuwa yanahusisha upatanisho, na kuja kuleta agano la damu yake mwenyewe kwa kutolewa mwili wake mara moja pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya Yesu kuja duniani, amekufa pale msalabani. Jambo moja ambalo tunalielewa liko hivi: akaligawa taifa lake la Israeli katika makundi makubwa mawili. Kundi mojawapo ni kundi la mitume na wengine ambao kundi la pili ni la wale ambao walimkataa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ndipo tunagundua ya kwamba kuna Wayahudi mpaka leo ambao wanakataa ya kwamba Yesu hakuja duniani, bado wanasubiri Yesu mwingine aje ili aje awakomboe. Hawakubaliani na kafara ya Yesu pale msalabani. Mpaka leo wanaendelea kutoa dhabihu za makafara. Sasa kesi ilikuwaje? Wale Wayahudi waliomwamini Yesu Kristo walipokuwa wanakutana na Wayahudi waliomkataa Yesu Kristo, palikuwa na ugomvi. Na ndio maana hiyo kesi nikwambie leo ya kwamba kesi ya kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16 haituhusu sisi, inawahusu Wayahudi wenyewe ambao wao wamegawanyika, wengine wanamwamini Yesu na wengine hawamwamini Yesu. Sasa wale wanaomwamini Yesu, yaani wanapokutana na wale wasiomwamini Yesu, wale wasiomwamini Yesu waliwashtaki, waliona ni najisi kwa kuwa wameacha zile taratibu za upatanisho wa zamani za kutoa makafara ya mbuzi na njiwa na ndege na vitu vingine. Kwa hiyo wanawaona ni kama wana hatia kwa kuwa hawafanyi zile kawaida za zamani. Jambo lingine ambalo lilikuwa linahusishwa na ibada ya zamani ilikuwa ni pamoja na tohara. Baada ya Yesu kuja msalabani akaja akatufia, tohara nayo ikawa imeisha. Siku nyingine tutajifunza vizuri habari hiyo ya tohara. Sasa Biblia inasema ya kwamba wale wasiomwamini Yesu waliendelea kuwahukumu wale wanaomwamini Yesu kwa sababu wameacha yale mapokeo, yale mafundisho ya zamani, yale mafundisho ya kutoa makafara, na wanaonekana ni kwamba hawawezi kuingia mbinguni kwa sababu hiyo. Sasa Paulo akiwa anawasaidia sasa wale Wakristo au Wasabato wanaomwamini Yesu, ndipo Paulo anasema hivi: mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula na vinywaji na sikukuu na mwandamo wa mwezi na Sabato. Anaposema vyakula, hamaanishi vyakula ambavyo Biblia imesema usile. Kulikuwa na vyakula vilivyokuwa vimeamuliwa kupelekwa katika hekalu. Kulikuwa na vinywaji vilivyokuwa vimeamuliwa kupelekwa katika hekalu. Kulikuwa na sikukuu na vitu vingine vilivyokuwa vilivyokuwa vinaambatanishwa na sikukuu hii ya upatanisho. Kwa hiyo Paulo anawaambia sasa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo ya kwamba tembeeni kifua mbele, hamna haja tena ya kuchukua makafara na kuyapeleka hekaluni, maana Kristo Yesu amekufa kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona ya kwamba Sabato hii ya siku ya saba haihusiani na Sabato hizi za upatanisho. Jambo lingine ni hili: sisi tunaingiaje hapo? Sisi tunachokifanya, sisi ni matawi wa mataifa, sisi ni matawi. Unaposoma kitabu cha Warumi sura ya 11 ili uelewe vizuri, ukisoma ile sura ya 11 yote kwa wakati wako, kitabu cha Warumi sura ya 11 yote kwa wakati wako, ndipo utagundua ya kwamba sisi wa mataifa
ni tawi tuliopandikizwa kwenye shina. Wayahudi